Siri ya moyo wake, Episode 2. Hadithi ya Kihindi yenye mapenzi, siri na hatima isiyotabirika. Usiku ule ulikuwa wa kimya kupita kawaida katika jiji la Mumbai. Ayan alikaa peke yake ofisini kwake, taa za jiji zikimulika kupitia dirisha refu la kioo. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka huku akiishika barua ya Zara. Ayan, kama unanisoma hii, ujue sikukuacha kwa sababu sikukupenda. Kuna kitu ambacho hukujua kuhusu maisha yangu, na ukweli huo unaweza kubadilisha kila kitu. Lakini barua ilikatika ghafla. Ukurasa wa mwisho haukuwepo. Moyo wa Ayan ulianza kupiga kwa nguvu. Hakuwahi kumwona Zara akiondoka kwa hiari. Kulikuwa na kitu kikubwa. Ni siri gani hiyo? Alinong'ona kwa sauti ya maumivu. Asubuhi iliyofuata, Ayan alienda kwenye nyumba ndogo aliyokuwa akiishi Zara, lakini mlango ulikuwa umefungwa na jirani mzee alimwambia. Binti yule aliondoka haraka sana. Usiku ule ule alionekana analia. Alia? Hiyo haikuwa sura ya msichana aliyekuwa ameacha mapenzi kwa hiari. Ayan akaanza kufuatilia. Alienda kwenye studio ya muziki aliyokuwa akiimba Zara. Meneja alimkwepa macho, mikono yake ilikuwa na wasiwasi. Alipata ofa ya kwenda nje ya nchi. Hakutaka kukwambia? Meneja aliuliza kwa sauti ya kujilinda. Lakini Ayan alijua Zara asingeficha kitu kama hicho. Kulikuwa na mtu mwingine nyuma ya pazia. Usiku huo, Ayan aliporudi nyumbani, alipata simu kutoka kwa namba isiyojulikana. Sauti ya mwanamke ilisikika upande wa pili. Ukijaribu kumtafuta Zara, utaumiza zaidi ya moyo wako. Ayan aliganda. Ria? Aliita kwa hasira. Simu ilikatika. Jina hilo lilikuwa kivuli cha zamani yake. Mwanamke aliyempenda kwa tamaa, si kwa moyo. Mwanamke aliyewahi kuharibu harusi yake miaka iliyopita. Je, alikuwa amerudi? Ayan aliamua kufungua tena draw yake ya kumbukumbu. Ndani yake kulikuwa na picha ya zamani, picha ya siku ambayo harusi yake ilivunjika. Na pembeni kulikuwa na ujumbe wa zamani aliyowahi kupokea. Ukijaribu kunikataa, nitaharibu kila kitu unachokipenda. Saini yake ilikuwa moja, Ria. Je, alikuwa ameapa kulipiza kisasi? Je, alimlazimisha Zara kuondoka? Siku 2 baadaye, Ayan alipokea ujumbe mfupi. Nitakwambia ukweli kuhusu Zara, lakini njoo peke yako. Mahali, hoteli ndogo karibu na pwani. Usiku ulipoingia, upepo wa bahari ulivuma kwa nguvu. Ayan aliingia ndani ya chumba kilichoandikwa namba 207. Ndani yake alikuta faili mezani. Alipolifungua, macho yake yalipanuka kwa mshangao. Ndani kulikuwa na ripoti za hospitali. Jina la mgonjwa, Zara Khan. Hali, ugonjwa wa moyo unaohitaji upasuaji wa haraka. Ayan alihisi dunia ikizunguka. Je, Zara alikuwa mgonjwa? Je, alimwacha ili asimuumize zaidi? Lakini kabla hajamaliza kusoma, mlango ulifunguka taratibu. Na sauti ile ile ya mwanamke ikasema, ukweli haujaisha Ayan. Alipogeuka, alimwona Ria amesimama mlangoni, akiwa na tabasamu lisilo na huruma. Je, Zara kweli alikuwa mgonjwa? Au kuna siri nyingine nzito zaidi? Je, Ria anasema ukweli au anapanga mchezo mwingine? Na swali kubwa zaidi, je, Zara bado yuko hai? Kama unataka kujua ukweli wote, episode 3 itafichua siri iliyozikwa kwa miaka mingi. Usisahau like, comment, unadhani Ria anadanganya au anasema ukweli? Subscribe na gonga kengele ili usikose episode 3 yenye twist kali zaidi. Share kwa rafiki yako anayependa hadithi za mapenzi zenye drama kali. Karibu Mkolwe Product, ujipatie unga wa lishe, unga wenye faida kem mwilini kwa shilingi 3,000 tu, popote pale ulipo. Piga simu namba 0687722315 au piga simu namba 0716283088. Mkolwe Product, help us to help you. Then this is your home.
Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.